Kiujumla mchezo ulikuwa mzuri na tuanze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuzijalia timu zote mbili. Mechi ilikuwa salama kabisa, mechi nzuri ambayo ilikuwa na mvuto. Mechi ambayo ukiambiwa man of the match ni Maxim pia Nzegeli, hauwezi kwenda kuanza kudoubt. Ziko mechi nyingine hapa wanatoka man of the match ambao hawagusi mpira. Kwa hiyo ni kiwango cha kuonyesha kwamba mechi ya leo standard yake ni standard ya kimpira ambayo imefurahisha kila mtu. Tupongeze sana wachezaji wetu, wamefanya jitihada nzuri na Mungu alikuja na coach nzuri. Kama ulifuatilia vizuri mechi, dakika 20 za kwanza hatukuweza kutengeneza nafasi yote ya kufunga goli. Kwa hiyo quality yetu ndio imetusaidia pia kuamua mchezo, kwa sababu nafasi ya kwanza tulifunga, nafasi ya pili tukafunga. Hiyo quality hiyo ndio sababu inayofanya Yanga tunashinda mechi nyingi, na ndio sababu inayofanya Yanga tunakimbiwa na baadhi ya mechi pindi ambako tunapangiwa kucheza nao. Kwa hiyo tunaendelea kujivunia kwa wachezaji wetu na tunaamini kwenye mechi mbili ambazo zimebakia za ligi msimu huu tutakwenda kushinda zote, alafu tuchukue ubingwa wetu inshallah. Tanzania Prison ambayo itapigwa away Mbeya. Tuna mechi ya mwisho ya msimu dhidi ya Dodoma Jiji ambayo itakuwa ni mechi ya nyumbani kwa Yanga. Kwa zibakia mechi mbili kwa mujibu wa ratiba ambayo tuko nayo kwenye upande wa ligi kuu ya NBC, na zibakia mechi mbili kimahesabu kwenye kombe la CRDB. Kama tukishinda mechi ya nusu finali Jumapili dhidi ya JKT, maana tutaongeza na huo mchezo wa pili kufika finali. Kiujumla Yanga tuna mechi 4 kufunga msimu wa 24-25 inshallah. Kitu ambacho tunajivunia kuhusu Milud Hamdi ni kutoa nafasi kwa wachezaji tofauti. Amekuwa na kikosi chake chote na anawaamini wote kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo sio kwa Nkane peke yake, nafikiri mnaona pia improvement kubwa ya Azizi Ndamwile katika kiwanja anapokuwa anaingia na mchango ambao anautoa. Kwa kila mchezaji ambaye kwenye bench na Milud Hamdi anufaika na uwepo wake wa kumpa nafasi kila mtu. Kwa tunaamini kuelekea mwisho wa msimu watakuwa wamepandisha viwango vyao, na hata panga likija kupita kuna mtu huenda akabaki kwa sababu tu ya mechi hizi za mwisho, kwa sababu ameonyesha kupanda kiwango na ikawa ni faida wake na faida wa klabu kwa ujumla. Ali imeshinda mchezo. Swala la 3 bila, maana yake tunazungumzia clean sheet nyingine kwa jiji ya. Na huu ndo msimu pekee ambao Watanzania mtajifunza kwa urahisi tofauti ya goalkeeper bora na bora goalkeeper. Sio kila mwenye miguu mirefu ni goalkeeper mzuri. Wengine wanaweza kuwa tu kama mchezo wa ngongoti zamani. Yes. Kwa kila mwenye miguu mirefu mkasema ni goalkeeper mzuri. Kwa Djigui Diarra msimu huu atakwenda kuwafunga midomo wote waliokuwa na doubt kuhusu quality yake. Hauwezi kumfananisha Diarra na magolikipa walenga ufunge, ama goalkeeper hawezi kufika daraja ambalo liko nalo Djigui Diarra. Kwa tunaamini ushindi wa leo huu ni maalum pia kwa Diarra, kwa sababu tumepata clean sheet nyingine muhimu na ni serious sasa tunatafuta pia tuzo ya goalkeeper bora wa msimu. Kitu ambacho tunajivunia kuhusu Milud Hamdi ni kutoa nafasi kwa wachezaji tofauti. Amekuwa na kikosi chake chote na anawaamini wote kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo sio kwa Nkane peke yake, nafikiri mnaona pia improvement kubwa ya Azizi Ndamwile katika kiwanja anapokuwa anaingia na mchango ambao anautoa. Kwa kila mchezaji ambaye kwenye bench na Milud Hamdi anufaika na uwepo wake wa kumpa nafasi kila mtu. Kwa tunaamini kuelekea mwisho wa msimu watakuwa wamepandisha viwango vyao, na hata panga likija kupita kuna mtu huenda akabaki kwa sababu tu ya mechi hizi za mwisho, kwa sababu ameonyesha kupanda kiwango na ikawa ni faida wake na faida wa klabu kwa ujumla. Ali imeshinda mchezo. Swala la 3 bila, maana yake tunazungumzia clean sheet nyingine kwa jiji ya. Na huu ndo msimu pekee ambao Watanzania mtajifunza kwa urahisi tofauti ya goalkeeper bora na bora goalkeeper. Sio kila mwenye miguu mirefu ni goalkeeper mzuri. Wengine wanaweza kuwa tu kama mchezo wa ngongoti zamani. Yes. Kwa kila mwenye miguu mirefu mkasema ni goalkeeper mzuri. Kwa Djigui Diarra msimu huu atakwenda kuwafunga midomo wote waliokuwa na doubt kuhusu quality yake. Hauwezi kumfananisha Diarra na magolikipa walenga ufunge, ama goalkeeper hawezi kufika daraja ambalo liko nalo Djigui Diarra. Kwa tunaamini ushindi wa leo huu ni maalum pia kwa Diarra, kwa sababu tumepata clean sheet nyingine muhimu na ni serious sasa tunatafuta pia tuzo ya goalkeeper bora wa msimu.